kwamba tunatoa mafunzo yaliyo yenye ubora kwa ajili sasa ya kuweza kuhakikisha kila wanachokihitaji, ujuzi wanaohitaji kwa wale watu ambao wataenda kuwaajiri, basi wanakuwa na vigezo na sifa zinazofaa. Sasa ili tuweze kwenda huko, tunaanzia kwenye eneo lile la mitaala. Mitaala lazima tuweze kukutana na wadau hao, tuweze kujadiliana nao, kimaliza ndo tuweze kwenda kwenye procedure zingine za urasimishaji wa mitaala hii. Lakini sambamba na hilo, wakati wa utoaji wa mafunzo, tunahitaji wanafunzi wetu waweze kwenda kwao kufundishwa, lakini pia wakufunzi wetu kuweza kufika na kuweza kupata na wenyewe kupatiwa ujuzi au kuongezewa ujuzi katika yale maeneo ambayo yanakuwa na mabadiliko katika teknolojia. Baada ya kusema hayo, mgeni rasmi, mimi sina mengi ya kuongea, lakini kuna video ambayo tulikuwa tumeiandaa ambayo pia inaonyesha kwa mapana lakini kwa ukubwa wake namna ambavyo tunashirikiana na wadau hao. Baada ya video hiyo, Mheshimiwa mgeni rasmi, nitaomba basi na mimi niweze kwenda kuhitimisha. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya Bodi ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi, napenda kukushukuru sana kwa kuwa nasi katika mkutano huu muhimu unaolenga kuimarisha ushirikiano kati ya watoa mafunzo ya ufundi stadi, viwanda, waajiri na wadau wote wa maendeleo ya ujuzi nchini. Bodi ya VET imeendelea kutoa msukumo mkubwa katika kuhakikisha mafunzo ya ufundi nchini yanakuwa ya vitendo zaidi na yanayoendana na mahitaji ya soko la ajira. Tunatambua kuwa ili mwanafunzi awe na umahiri wa kweli, anapaswa kujifunza na kujaribu kwa vitendo kile ambacho anakuwa amejifunza darasani. Kwa msingi huo, sisi bodi tumesisitiza katika sera na miongozo yetu kuwa mitihani na tathmini za wanafunzi zijikite zaidi katika vitendo kuliko nadharia. Nadharia ni njema, lakini ile nadharia iweze kuwekwa katika vitendo. Lengo letu ni kuhakikisha tunazalisha wahitimu wanaoweza kufanya kazi kwa ufanisi pindi wanapoingia kazini. Kwa niaba ya Wizara ya Viwanda na Biashara, napenda kutoa salamu za pongezi na shukrani za dhati kwa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kupitia mamlaka yetu ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA kwa kuandaa mkutano huu muhimu unaolenga kukuza ujuzi wa vijana, kuongeza umahiri wa rasilimali watu na kuimarisha ushirikiano kati ya elimu na viwanda. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama mnavyofahamu ni kwamba sekta ya viwanda kwa upande wetu ndio engine ya uchumi wa taifa letu. Yani the industrial sector is the engine of our national economy. Lakini engine hii haiwezi kukimbia bila mafuta ya ujuzi. Kama tunavyofahamu kwamba tunaambiwa skills are the fuel of industrial growth. Ndio maana Wizara ya Viwanda na Biashara inaona ushirikiano na VETA sio wa hiari, ni wajibu wa kitaifa na tunahitaji kushirikiana sana. Mabibi na mabwana, Tanzania kwa sasa ipo katika hatua nzuri sana ya ukuaji wa sekta ya viwanda. Kama ambavyo Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Viwanda amesema, na uendeshaji wa viwanda hauwezi kukua bila kuwa na watu wenye ujuzi. Kwa hiyo hizi ni sekta ambazo zinafungamana, na hivyo tunashukuru sana serikali yetu kwa kuona kuwa sasa kumekuwa na ongezeko kubwa la uwekezaji katika viwanda katika maeneo mbalimbali ya kilimo, ujenzi, nishati pamoja na bidhaa za viwandani ambazo zamani tulikuwa tunazipata kutoka nchi za nje, lakini sasa haya yote hivi vyote vinapatikana hapa nchini. Kwa mujibu wa takwimu za serikali, hadi kufikia 2024 kumekuwa na zaidi ya viwanda 8,400 vilivyosajiliwa, ikiwemo viwanda vikubwa zaidi kama 200 vinavyochangia moja kwa moja katika pato la taifa. Hivyo hatua hii inathibitisha kuwa Tanzania ipo katika mwelekeo sahihi wa kuwa taifa lenye uchumi mkubwa itakapofika 2030. Ukuaji wa sekta ya viwanda sasa unaibua mahitaji makubwa ya nguvu kazi yenye ujuzi na mahiri ya kisasa. Ndio maana sasa imekuwa ni vizuri sana
wenye viwanda na waajiri tukae pamoja kutafakari umuhimu na namna tutakapoboresha ujuzi ambao utaenda kuleta tija katika viwanda hivi vinavyokuwa. Ni ukweli usiopingika, viwanda ndivyo vinavyoendana na kasi na mabadiliko ya teknolojia katika nyanja zote. Hivyo uwepo wa viwanda nchini, ikiwa ni vidogo au vya kati au vikubwa, ni fursa pia kwa vijana wetu kuweza kupata sehemu ya kufanya mafunzo kwa vitendo na hatimaye kuwezesha wahitimu hawa kutoa huduma bora na yenye ufanisi katika viwanda hivyo. Hivyo ninawaomba sana wadau wenzetu wenye viwanda na waajiri kote nchini wafungue milango yao ili vijana wetu wa Tanzania ambao wanapitia katika taasisi zetu za elimu, sio VETA tu, hata nyinginezo, waweze kupata uzoefu huo katika viwanda vyenu. Aidha, ninaomba pia kwa waajiri na wamiliki wa viwanda kuweza kutoa fursa kwa ajili ya industrial attachment ambayo italenga kunoa ujuzi wa wale ambao watakuwa wanatumia katika viwanda vyenu. Pamoja na hayo, viwanda na waajiri ninawaomba mruhusu pia wataalamu wenu waweze kushiriki katika mafunzo katika taasisi zetu za VET na nyinginezo, sababu wale walio katika viwanda wana ujuzi, na hivyo tunawaomba sasa hao watoke na waweze kwenda katika vyuo vyetu na kuweza kutoa mafunzo kwa vijana wetu kwa vitendo. Kwa vijana wetu wanaweza wakaja katika taasisi zenu, lakini pia tunawaomba na nyinyi wataalamu wenu waweze kutoka viwandani na waje kwenye taasisi za elimu kuweza kuwapa vijana wetu ujuzi ambao nyinyi mnao kutoka viwandani. Na pia ninaomba tuendelee kushirikiana na VETA katika kuandaa na kuendeleza ile programu ya Wanangezi ambayo imeshaonyesha mafanikio makubwa katika kuandaa wahitimu wenye ujuzi mtambuka na mahiri kwenye sekta mbalimbali. Hivyo ninapenda niwahakikishie kwamba serikali kupitia wizara za kisekta na taasisi husika itaendelea kusimamia na kuunga mkono jitihada hizi na kuweka mazingira wezeshi kwa sekta mbalimbali katika kufanya shughuli zao pamoja na kukuza viwanda na uwekezaji nchini. Ninawatakia majadiliano mema. Nilikuwa naongea na mkurugenzi kwamba na mimi nitakaa na nitashiriki. Sitafungua mkutano na kuondoka. Nitakaa na nitashiriki na nitasikiliza majadiliano yote, ili mradi tu wasiniweke kama mgeni rasmi, sababu na mimi nataka niwe kama mshiriki. Kwa hiyo nitakuwa pamoja na nyinyi ili tuweze kushauriana na kupokea maoni mbalimbali ambayo yatasaidia kuboresha sekta ya elimu na more specifically eneo hili la ufundi na ufundi stadi. Ndugu washiriki wa mkutano huu, mabibi na mabwana, baada ya kusema hayo, sasa ninayo furaha kubwa kutamka kwamba mkutano huu wa pamoja wa wamiliki wa viwanda, waajiri na wadau wa elimu ya mafunzo ya ufundi stadi umefunguliwa rasmi. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora hapa
Utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu yenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.